Karibuni mzee Saidi Lulo, karibu sana. Na viongozi kutoka Kariakoo, viongozi wa kampuni Eternal International waliohudhuria kwa ajili ya kuja kufanya ufunguzi wa ofisi ya hapa mtaa wa Livingstone na Mkunguni. Kwa mara ya kwanza ofisi hii imefunguliwa na hawa ndio waliohudhuria kwa ajili ya kuja kutia baraka ya ufunguzi wa ofisi, na tumewashukuru sana kwa kuhudhuria kwao. Wametia baraka katika jambo la ufunguzi. Hapa tulipo ni katika ofisi ya mkurugenzi au mmiliki wa hii ofisi, Bwana Hassan S. Hassan. Yeye ndio mmiliki wa hii ofisi, na tunasema kwamba ofisi hii ipo Kariakoo, mtaa wa Livingstone na Mkunguni. Ni karibu na msikiti wa Manyema, ni sehemu maarufu sana, ni karibu na mtaa wa barabara ya Lumumba. Kwa hiyo tangazo hili liwafike watu wote Tanzania na nchi jirani na hata dunia nzima, mahala popote. Hii ni ofisi ambayo inashughulika na kutoa huduma za afya kwa binadamu. Kutakuwa na upimaji wa afya na kutakuwa na huduma kama hizo za supplement, virutubisho. Ofisi hii inashughulika na huduma za afya, lakini kwa kutumia dawa za asili za Kichina kupitia kampuni yetu ya Eternal International, kampuni ambayo imefika hapa Tanzania na kuanza kazi mwaka wa 2014. Ni kampuni ambayo inafanya vizuri hapa nchini, na kila siku vituo vinafunguliwa. Kila mkoa wa Tanzania kuna kituo cha kampuni hii, 2 vitatu, na hii inaonyesha, na sisi tunaongea kwa fahari kwamba kampuni yetu iko vizuri, na ndio kwa maana inapata wanachama wengi na watu wanakuwa tayari kwenda kujiunga na kufungua biashara kama hii. Kwa hiyo karibuni sana. Leo tumefanya ufunguzi rasmi, na maana huduma zote zipo, kuanzia vipimo na dawa zipo na huduma zingine zote zinazohitajika za kiofisi. Hapa tunayemuona huyu ni mzee wa hii timu, ni mzee wa timu ambayo amezaliwa huyu bwana Hassan S. Hassan, ambaye mimi ni memba wa mzee Saidi Lulo. Huyu ndio alionishirikisha hii biashara, na mimi nimemshirikisha bwana Hassan S. Hassan. Huyo, hii ni familia, hii ni familia, na hawa kama tunavyowaona ni viongozi ambao wamewakilisha kituo mama cha kampuni international, kampuni ya Eternal International hasa hapa Kariakoo. Hawa wamekuja kuwakilisha ofisi ya Kariakoo ya Eternal International, na ofisi hii ndio iliyowazalisha wanachama wengi hapa Tanzania. Kwa hiyo tumeshukuru kuhudhuria kwao kuja kutia baraka katika ufunguzi wa ofisi hii, na karibuni viongozi. Karibuni viongozi. Hii hapa ni ofisi ya mtu anayeshughulika na usajili wa wanachama, au wakati mwingine tunaweza kusema kwamba ni ofisi ya viongozi. Kwa hiyo huduma zote zile za kiofisi zinafanyika hapa. Usajili, labda kuna kesi fulani, labda kuna jambo la kufahamika, labda mtu ana tatizo lake fulani, basi ofisi hii itakuwa inashughulika na mambo kama hayo ya ofisi kwa ajili ya ofisi nzima kama tunavyoona. Kwa hiyo karibuni sana. Hapa ni ofisi ya mtu wa usafi. Mtu wa usafi hapa ni ofisi yake. Kama tunavyofahamu kwamba swala zima la afya ni usafi, kwanza usafi. Kwa hiyo hii ni ofisi ya usafi. Hii ni ofisi ya usafi, na msafi wetu ni huyo hapo aliokaa. Hapa ni ofisi ya mapokezi. Mapokezi ya ofisi ni hapa. Mtu anafika hapa
Kama anataka kuuliza swali la aina yoyote anauliza hapa. Anayekwenda kwenye mafunzo ataelekezwa, anayekwenda kwenye kununua dawa ataelekezwa hapa mapokezi. Karibuni. Hii hapa ni ofisi ya daktari, na daktari wetu ni huyu hapo aliokaa kwa ajili ya kutoa huduma za wagonjwa wetu. Daktari yuko vizuri sana, ni daktari mzoefu wa muda mrefu, tumefanya naye kazi na yuko vizuri. Ni mbobezi katika masuala mazima ya vipimo juu ya binadamu. Kwa hiyo karibuni sana, karibu kiongozi. Hapa viongozi, hii ndio sehemu ya huduma za dawa. Tunasema kwamba duka la ofisi yenu ni hili hapa. Karibuni, tutie baraka kidogo tukae. Karibuni. Duka la ofisi yenu ni hili hapa. Duka la ofisi ni hili, na mhudumu wetu ni huyu hapa amekaa. Simama kidogo wakuone wazee wako. Huyu ndio mhudumu wa duka letu. Hapa viongozi ni darasani, kama mnavyoona ubao uko mbele. Ubao uko mbele kuonyesha kwamba hapa ni darasani, na viti kama mnavyoviona vya wageni kwa ajili ya mafunzo. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo itakuwa inahusiana na masuala ya mafunzo ya wageni wetu na wanachama pia. Kwa hiyo karibuni sana viongozi. Karibuni, kaeni mpumzike. Nimekusumbueni, karibuni sana. Tumefurahi, tumeshukuru sana. Mahudhurio yenu kwetu sisi ni faraja kubwa sana. Tumkaribishe MC wetu ambaye atasimamia uendeshaji wa kikao chetu kwa muhtasari, Bi Mwanahamisi Hamadi. Bi Mwanahamisi Hamadi, huyu ni kiongozi wa kampuni, sio mwanafunzi. Huyu ni kiongozi na ni mwalimu. Kwa hiyo karibu sana, utuendeshee kikao. Habarini za saizi, habari za mchana, memba mnaendeleaje? Hello. Hi. Nafikiri mbele yenu mnawaona viongozi. Tuwashangilie kwanza jamani, wameingia kienyeji, ndio. Tupashe, pasha. Haya, angusha yengine. Karibuni sana. Karibuni memba. Awali ya yote, kabla hatujaanza chochote, inabidi tumshukuru Mungu. Kila mtu ataomba kwa imani yake. Usimame tuombe. Amin. Okay. Nilosimama mbele yenu, napenda nijitambulishe kidogo. Naitwa Mwanahamisi Hamadi. Najua wote mnanifahamu hapo, si ndio? Kwa msionifahamu, mimi naitwa Mwanahamisi Hamadi, ni mwanachama wa kampuni ya Eternal International, lakini pia ni kiongozi na ni mwalimu katika kampuni hii. Sasa nafikiri tumefika hapa kwa ajili ya ufunguzi wa kituo chetu kipya ambacho tumekuja kujulishwa leo, lakini tutakuwa na agenda zetu 3 tu. Agenda ya kwanza itakuwa ni ufunguzi na dua ambayo tayari tumeshaifanya, lakini agenda ya pili utambulisho pamoja na staff. Na agenda ziko 4, sorry. Na agenda ya 3
ni mengineyo, lakini agenda ya mwisho atasimama babu yetu Lulo, atafunga huu mkutano wa kufungua kituo. Sawa Mmenielewa Tutaanza na agenda ya pili ambayo itakuwa ni utambulisho pamoja na staff. Kwenye huu utambulisho atasimama Mzee Adam. Karibu. Halo. Halo. Kwa majina naitwa Adam Muhammad Kapalu. Mimi ni mwanachama wa kampuni ya Eternal International, ikiwa chini ya kiongozi Said Lolo yuko hapa, na ninayo furaha kubwa kuona kwamba kwangu amepatikana mtoto, na kupatikana kwa huyu mtoto ndio kulosababisha nyinyi kuwepo hapa. Ni utamaduni wetu, anapozaliwa mtoto watu hufurahi, na hasa mtoto akionekana kwamba amezaliwa akiwa na afya. Kwa hiyo karibuni sana. Hapa tulipo ni Kariakoo, mtaa wa Livingstone na Mkunguni. Katika jengo hili tuko floor ya pili. Hapo tulipo ni floor ya pili. Mmiliki au mkurugenzi wa ofisi ni Bwana Hassan S. Hassan, ambaye ni mwekezaji aliofungua ofisi hii chini yangu, na kunaye hapa, nitamwomba asimame nyi wote muweze kumwona. Kwa hiyo huyu ndio mmiliki wa hii ofisi na ndio mkurugenzi wa hii ofisi. Kila kitu kipo chini yake. Ina maana unapofika katika anga hizi, shida ya aina yoyote inapotokea, kwa kumuona ni yeye, na ni mtu muungwana na ni mtu mwelewa, na kijana ambaye tumemsoma, tumemwelewa. Ipo haja kubwa sana ya kumpa msaada katika jambo lake. Lakini hapa tunao staff ambao wameteuliwa kwa ajili ya kumsaidia kazi katika uendeshaji wa hii ofisi. Mtu wa kwanza ni daktari Bwana Joseph, na yupo hapa, atasimama, mtamwona. Ni kijana ambaye yuko vizuri sana kwenye biashara yetu hii. Ni nafasi ambayo amefiti vizuri. Tunamwombea Mwenyezi Mungu amsimamishe, awe mwadilifu katika kazi na jukumu alilopewa. Mtu wa pili ni mtu wetu ambaye atakuwa dukani, anaitwa Madam Sabra. Kama yupo asimame, njoo mbele. Karibu. Simama ufuone baba zako na mama zako. Wewe hapa umeajiriwa kwa ajili ya kuwahudumia hawa. Kwa hiyo hawa ukiwakosa ajira, wewe huna. Kwa hiyo umekaa katika ofisi ya kuwahudumia watu, na watu wenyewe ni hawa, bila ya kujali umri. Almuradi amefika kuhitaji huduma yako, umhudumie mpaka mwenyewe aone amefika mahala sahihi. Asikutane na kiburi, asikutane mtu na lugha chafu, asikutane na dharau. Namna hivi ndio msaada katika kuendesha hii biashara. Mtu wa tatu ni mtu wa mapokezi. Mtu wa mapokezi anaitwa Sakina, Madam Sakina. Yeye yuko kwenye nafasi kwenye kitengo cha mapokezi. Mtu yoyote anapofika hapa, walio wengi wanakuwa ni wageni, na katika ule ugeni anakuwa hajui aende wapi.
pengine anataka kwenda kwa daktari, anataka kwenda kununua dawa, au amekuja kwenye mafunzo. Kwa hiyo anakuwa na mtu anayemuelekeza, anamuuliza wewe unatoka wapi, unakwenda wapi, unahitaji msaada gani, na yeye anakuwa ni mwelekezi kwamba naenda sehemu fulani kupata huduma yako. Simama uone, huyu anaitwa Sakina, Madam Sakina. Mapokezi, ofisi ya mapokezi ni idara moja ngumu sana, kwa sababu pale ndipo unapopokea watu waliokuja, mtu anaumwa, ni mgonjwa, yuko taabani. Sasa namba moja anaanza kufika kwako. Sasa lugha utakayompokea nayo itaanza kumfariji na kuona hapa mimi napona. Ukarimu utakaomfanyia utaanza kumpa matumaini kwamba hapa kweli ni sehemu sahihi. Kwa hiyo mapokezi, uwe makini sana. Mapokezi anakuja mlevi, anaweza akaja mgonjwa, akaja mzima, akaja mfuta bange, lakini hao ndio uliambiwa wewe ndio mwenye kuwapokea na kuwaelekeza nini walichokifuata waweze kufanikiwa. Mtu wa usafi, tunaye mtu wa usafi anaitwa Madam Asia. Huyu anasimamia usafi. Usafi wa ofisi hii unategemea huduma yake, uchapaji wake wa kazi, uchangamfu wake wa kazi. Ofisi, jambo la kwanza katika ofisi ni usafi. Hata hivi ninavyoviona hapa hivi havitakiwi kuonekana ofisini. Hata kwa dakika watu wamekaa, lazima upitie kila ofisi, unapitia kila ofisi kuangalia kuna nini. Pasipatikane hata kijusi kidogo kimekaa, hapana, kiondolewe mara moja. Kwa sababu jambo la kwanza mtu anapofika sehemu yoyote anazingatia kwanza usafi. Je, hapa hawa ni wasafi? Kwa sababu kama wewe sio msafi, utakuwaje unatoa huduma za afya wakati wewe mwenyewe sio msafi? Kwa hiyo usafi una nafasi kubwa sana. Tena tunasema ni usafi wa moyo, kuanzia usafi wa moyo, alafu unakuja usafi wa kauli. Sio kwamba ukishakuwa msafi wewe unakuwa unawafanyia watu sivyo, hapana. Msafi wa kauli, msafi wa vitendo, msafi hata wa uvaaji wako. Tukisema kwamba mtu akiwa msafi, mtu wa kufanya huduma ya usafi anakuwa ni mtu mchafu, hapana. Anakuwa ni mtu wa kuvaa ovyo ovyo, hapana. Tunachohitaji hapa kwa mastafu wote ni usmart. Hapa sio shamba, hapa ni Kariakoo, hapa ni jijini, hapa ni mjini. Mtu aliyokuwa hajui kuvaa aanze kujifunza anavaa vipi mavazi mazuri ambayo mtu akija kumuona amkute kwamba kweli huyu yuko smart. Nasema kwamba stafu wote, daktari, kitengo cha dawa, mapokezi, usafi, nyie wote mnatakiwa kwanza nyinyi muwe smart. Halafu pia ofisi inategemea mahudhurio yenu. Kila mmoja atambue umuhimu wa kuwahi kufika ofisini. Saa 2 mtu ashafika sehemu yake, sio kwamba saa 2 ndio unaanza kukimbia mbio kwenye ngazi, hapana. Saa 2 kila mmoja amekaa sehemu yake. Kuna mtu mmoja bado sijamuita, ni mtu wa usajili. Ofisi ya usajili, tunafahamu sisi tuna mambo ya usajili. Tunaye hapa anaitwa Madam Doto. Karibu sana. Sawa sawa. Asante sana madam. Kwa hiyo hapa timu yetu imetimia. Timu yetu hapa imetimia. Bosi ni Sheikh Hassan na hawa ni wasaidizi wake au wafanya kazi wake wanaosaidiana na yeye kuhakikisha kwamba huduma linakwenda. Kabla sijampa nafasi kiongozi wetu, mlezi wetu, mwalimu wetu Mzee Saidi Lulo, nimpe nafasi kidogo huyu mmiliki wa ofisi hii aweze kuwasalimia wageni wake, na kama atakuwa na mawili matatu ya kuongea na nyinyi, basi japo tusikie ile sauti yake. Bwana Hassan bosi,
Karibu sana. Tumshangilie. Karibu sana. Wageni wako wakuone na uweze kuwasalimia wageni wako. Njoo. Asalamu alaykum. Karibuni sana. Mimi ngeni kwa hii kazi ya Eternal na kuomba msaada wenu nisaidie kwa hii kazi, na lakini nashukuru sana kukuja kwetu. Nashukuru sana. Asante sana. Nafasi iliyobaki ni ya mzee mwenyewe, mwenye timu yake, mwenye familia yake. Tunamwachia yeye afunge. Haya yote tuliongea sisi tumegusagusa, lakini nafasi hii, uwanja huu ni wake. Tumwachie yeye atumalizie mazungumzo. Kwa hiyo Memba, hello. Hi. Kabla hatujamkaribisha babu, tungependa kuwasikia staff jamani, kila mmoja anatupa neno gani, si ndio Ndio. Tunaanza na Dokta. Dokta, karibu tusikie neno utakalotupa. Asante sana. Mimi kwanza nawapenda mamemba wote. Pili, kuweni na amani. Nipo kwa ajili ya kuwahudumieni. Nipo kwa ajili ya kutoa haki kwa kila mmoja. Waleteni wagonjwa, tutawapima, wataandikiwa dawa. Kila kitu kitakwenda sawa katika ofisi hii. Hakuna kitu chochote kitachoenda vibaya katika ofisi hii. Kwa hiyo mimi na timu yangu naamini tutakuwa waaminifu katika kazi zetu, na vile vile pia hatutamwangusha bosi wetu. Hatutamwangusha bosi wetu, tumpeleke ile nchi ya ahadi ambayo anataka kwenda. Kwa hiyo tupo naye, tutashirikiana naye, lakini tunaomba sana ushirikiano wenu. Mimi japokuwa ni daktari, lakini pia ni professional, ni mwalimu ambaye nafanya training. Kwa hiyo unapokuwa na watu, fika hapa, tutawafundisha biashara, watajoin, watafanya biashara. Kwa hiyo karibuni sana, tunawapenda sana. Asante. Sikilize neno kwa reception ambaye atatupokelea wageni wetu na wagonjwa. Mimi cha kusema ni kwamba nawapenda na nawathamini. Muda wowote, kwa saa yoyote mtakayokuja, nitawapokea kama inavyotakiwa. Heshima na busara ndio kinachotakiwa katika maisha ya mwanadamu. Kama hujajiwekea busara na hekima katika maisha yako, basi hakuna atakayekuheshimu. Kwa hiyo nawapenda sana na karibuni sana, na ushikamano wenu ndio kitu kikubwa katika hii kampuni. Shukrani. Pia jamani, kuna mtu muhimu pia sana yule wa kutengenezea PV yule zisipotee. Karibu. Karibuni sana katika kampuni yetu, muda wote na saa yote. Ushirikiano wetu ndio ukuaji wa kampuni yetu. Tunawapenda sana, mnakaribishwa wakati wowote ule, tutawahudumia jinsi mtakavyo. Karibuni, tunawapenda sana. Pia kuna yule ambaye akikosea namba moja tu anaenda kwa mwingine, si ndio Kwa hiyo karibu. Mimi naambia karibuni sana, tushirikiane kwa pamoja ili tufikie malengo yetu. Ndio hicho tu, mengine tutaelekezana, maana ndio hatua moja tutafika pale tunapopataka. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Asia Adam. Jamani, nawapenda sana. Karibuni kwenye ofisi yetu. Usafi ni mazingira. Usafi ni muhimu, kila mwanadamu anapoamka na anapotoka nyumbani, usafi ni muhimu. Kwa hiyo wenyeji, wageni, msijisikie unyonge. Popote nitakapokosea mtu, bora mtu mwambie, sababu kwenye dunia hakuna mtu aliyekamilika hapa. Kwa hiyo wagonjwa, wenyeji wote karibuni sana. Tumefurahi kuwasikia sauti zao Sasa pia kabla sijamuingiza babu, nitakaribisha mengineyo, lakini yasichukue muda mrefu.
Kama mtu una swali lolote, una maoni, karibuni. Mwenye swali, mwenye maoni? Hamna? Karibu. Hii ni sauti. Halo. Kwa jina naitwa Azama Ramadhani, mwana intern, niko level 6. Mimi ombi langu ni moja tu. Naomba nijue muda wa kufunga kwa hapa Kariakoo. Muda tu wa kufunga. Muda tu wa kufunga. Kama ni saa 12, kama ni saa 1, nijue tu hilo basi. Halo. Kwa jina naitwa Mariam Mwiwanga. Ni mwanachama International level ya 5. Mimi ombi langu nilikuwa nataka nijue kipimo shingapi check-up ya mwili mzima. Halo. Jamani, tunawaombeni, vituo vimekuwa vingi, alafu watu wengi wanakuwa wanapoanza kwanza wanasema uaminifu upo, lakini baadaye ni maoni, lakini baadaye wakawa hawaleti vija. Mtawakimbiza watu na nyinyi mtakosa kazi. Tuwe uaminifu, mtu umjue, unamjua, muelekeze vizuri, tutafanya kazi. Ndio hilo tu langu. Halo. Kwa majina naitwa Venansi ya Mtumbuka, mwanafamilia wa taasisi ya International, kiongozi daraja la 7 na 8 mtarajiwa. Nafurahi kuwa mahali hapa kwa sababu leo tunazindua hiki kituo. Matumainio yetu tunapokuja mahali hapa tunatushirikisha watu tofauti tofauti. Cha kwanza tunachoomba ni uaminifu, kama tulivyosema mjumbe aliyetoka. Uaminifu ndio silaha katika biashara yetu, na uaminifu ndio utakaouza na kukuza kituo. Utaona watu hawatabanduka sehemu husika kwa sababu uaminifu. Wanaiteno sawa sawa na ndege wanaoruka kwa pamoja. Wanaweza karuka kwa pamoja wakaja kwenye mti kibao, lakini akija kuuziwa ndege mmoja, ndege wote wanaruka, mtu unabaki mtupu. Leo kituo kitawezekana kikawa kizuri, mandhari yake tumeyaona mazuri, wahudumu tumewaona maneno yao mazuri, lakini hatujajua matendo yako vipi. Sasa kipindi hicho kama tutakuwa tumeuziwa, ndio tunashangaa sasa kituo kimebaki kitupu, majengo mazuri yamebaki hayana kitu. Watu watakimbilia pale sehemu yenye uaminifu. Sisi tuko pamoja, tutaendelea kupiga kazi, na hivi kama sehemu hizi tutapita siku hadi siku kwa kusaka memba na kusaka watu wa kuwahudumia. Na hata hivi leo tumeanza, mimi nishaga business card, kuna wagonjwa ambao wanataka kuja kuhudumiwa. Watakapokuja mimi pengine sipo. Umeletwa na nani? Una kadi yoyote? Mkiona hiyo kadi mtupigie. Fulani, kuna mtu kaja hapa kufanya huduma. Tunaona kweli kituo kile kiko salama, na sisi ndio tunatoa taarifa kuwaeleza watu wengine. Kwa sababu hiyo tumeona kuna mtu memba mchanga, kuna kituo fulani sikisemi, walishafanya kazi kwa muda, lakini baada ya kudhulumiwa PV na kufanywa mambo sivyo, bado wageni PV walikuwa hawajaingiziwa. Kuna mwingine sasa, kwa sababu mgeni ameenda kwenye kile kituo, amepeleka mgonjwa, anampigia kiongozi wake, bado wachanga, nimepeleka mgonjwa kwenda umepeleka wapi? Nimempeleka PV waingize, usipeleke huko. Biashara inafanyika? Haifanyiki. Sasa tunakuwa tumeua kazi yetu kwa mikono yetu wenyewe. Niombe tufanye kazi kiuaminifu ili tusonge mbele na tufike daraja la 10. Mwenye kampuni ana roho nzuri sana na anatamani kila mmoja afanikiwe, ila sisi wanadamu tu roho zetu nyeusi na ngozi yetu nyeusi ndio tunakuwa na shida kama hiyo. Kwa hiyo mimi sina zaidi, na wapenda wote tushirikiane kwa kila leo. Halo. Majina anaitwa Asma Muzamil. Ni kiongozi wa level ya 7 katika taasisi yetu ya International. Mimi nimefurahi sana na nimeshukuru sana. Kwanza kualikwa tu, hata kufika hapa ni kitu cha kujivunia, na kikubwa zaidi tutazidi kuombeana dua
maana kila kitu kwanza tumtangulize Mwenyezi Mungu. Tunaweza tukachukua maamuzi ya kusema tunafanya kitu, lakini Mungu hatujamweka mbele. Kwa hiyo tumtangulize Mungu kwa kila imani mtu ambaye yuko nayo, tutafika mbali sana. Haya ndio maoni yangu, asanteni sana. Haya, na mimi naitwa Mwanamisi, narudia tena, niko level ya 6 lakini naelekea level ya 7 soon. Mkurugenzi wetu Bwana Hassan. Okay, mimi nataka nikupe usia mmoja. Madaktari huwezi kukaa naye ndani. Daktari anakuwa yuko peke yake. Lakini kuna kuwaga na tabia kwenye vituo vingine huko, hasa vya mikoani. Daktari mgonjwa kaenda, ana shida yake, badala muandikie dawa za Eteno, inaweza kaandikwa dawa ya Eteno hii, nyingine akachanganyiwa za hospitali. Sasa usikubali kwenye kituo chako uchanganyiwe dawa. Hilo naomba uwe nalo makini sana. Lakini pia hawa staff hawa ni wanachama wa kampuni ya Eteno au ni wafanyakazi kama wafanyakazi? Kwa hiyo tunamkaribisha babu afunge, si ndio? Maoni yameisha eh? Haya, karibu babu. Halo. Mimi niwakaribishe, karibuni. Maana kila siku sisi tunafanya kazi ya kukaribisha watu. Sawa jamani? Kwa wasionifahamu, naitwa Said Jafari Lulo, ni mwanafamilia wa kampuni ya Eteno. Ni wa muda mrefu. Takriban miaka 8 sasa hivi nipo katika hii kampuni. Na ndio sehemu ya maisha yangu mimi na familia yangu. Niwaambie tu kwamba hii ofisi ni ya kwenu wala sio ya Hassan. Hii ofisi ya nani? Ya kwenu nyinyi memba. Hassan kasababisha tukuwepo kwa nini? Kwa ofisi. Sawa? Kama ametusababishia Hassan hapa, kama sehemu nyingine tunavyowasababishia watu wengine. Hatuna itikadi kwamba ile ofisi ni ya kwangu mimi kama mimi ni mfunguzi, lakini wengine wanaokuja kufanya kazi ni nani? Ni nyinyi wanafamilia wa kampuni yetu International. Kwa hiyo nihakikishieni kwamba hapa kama tunavyokuwa au kama tunavyokusudia tuwe katika usimamizi wa kutosha juu ya masuala mazima ya kulinda, kuhifadhi na kuziweka sehemu salama yale ambayo yanaokuja kufanyika hapa. Na mara nyingi kwenye vituo vyangu wanasemaga napenda sana kuweka mazingira ya usawa. Kwa mfano, huwa sipendi malalamiko. Yaani mtu akiniletea malalamiko huwa kama vile ananitingisha kwenye kichwa changu, nashindwa kufanya nini? Kufanya kazi. Najua hapa kukiharibika, mfano mtu kaleta mtu wake kuja kufanya matibabu, alafu akupata stahiki yake, zile hazitomuona Hassan wala hazitomlenga nani? Mzee Kapalu. Zile zote zitakuja wapi? Kwangu. Sawa? Ama babu ndio kimbilio. Babu mbona PV zetu sehemu fulani hawaingizi? Hasa hiyo mimi binafsi itaniumiza. Hasa niwahusie watenda kazi ambao tunasema nyinyi ni management, sawa? Nyinyi ndio mko wapi? Ndio mko nyinyi ndio nani? Management. Kama ni management, tunasema maisha tunategemeana. Maisha tunafanyaje? Tunategemeana. Nyinyi ni wale ni nyinyi. Mpo hapa kwa ajili ya kuhudumia watu. Hawa kama hawatoleta watu hapa, mtaondoka kama mlivyokuja asubuhi. Sawa? Mtaondoka kama mlivyokuja asubuhi. Maana kama ofisi haijaja watu wakuja kupata matibabu, kama ofisi haijaja kwa ajili ya kuja kukaa watu kusikiliza mafundisho, mtafanya kazi? Hamtafanya kazi. Sawa jamani? Na pia wale wakileta watu wao, kama nyinyi hampo wa kuwapokea na kuwahudumia, watapata huduma? Hawato. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunategemeana. Kila mmoja asimame katika sehemu yake. Kila mmoja asimame katika nini? Katika sehemu yake. Nina imani tutapanga orodha ya ratiba
tutakapokuwa tunazidi kuwa wengi zaidi, tutaorodhesha walimu ambao watakaokuwa wanasimama kama sehemu nyingine tunayofanya. Nadhani mambo mengine atakwenda kuwa vizuri. Kikubwa zaidi, kila mmoja anatakiwa ajali huyu ni nani na huyu ni nani. Heshima iwe kipaumbele. Asidharaulike eti kwa kuwa huyu hivi, kwa kuwa hivi sawa. Katika makosa mtu akikosea, kila mmoja ajue kwamba mwenzangu kakosea, basi wewe ukosea inabidi uombe radhi haraka, usamehe na jambo lifanyaje? Liishi. Hatakuwa tayari kufanya kazi na watu ambao mazingira yao hayako sawa. Hilo tulizingatie. Hatuko tayari kufanya kazi na mtu ambaye mlalamishi. Hatuko tayari kufanya kazi na mtu ambaye tunaona huyu sio sahihi katika sehemu ya kusimama kwenye kufanya nini? Kufanya kazi. Na ndio maana wakati tunaendelea kufuatilia juu ya kufungua hiki kituo, niliombwa sana, bwana, lazima uwepo, lazima tuwe pamoja. Sawa? Kwa sababu lengo msingi ni kusimamia miundombinu ili ifanyeje? Ipate kwenda kiuhalisia vile ambavyo inavyotakiwa kufanyika. Na zaidi, kila mmoja tumuombe muumba wetu atufanyie wepesi katika kituo chetu hiki, kinyanyuke zaidi ya kufanyaje? Ya kunyanyuka. Na pia kama viongozi tumeweza kuzalisha viongozi wengine sehemu mbalimbali kupitia vituo hivi, na hiki hapa kiendeleze kuleta kuja wa viongozi wapatikane wa kutosha. Na mimi kama mimi ni kwa IDD member, kipindi hiki tutasimama kwa pamoja hapa. Na kama mtakuja na watu wenu kwa mkitaka nije nisimame niwaelekeze, kama mnaona umuhimu wangu upo hivi, basi waleteni watu na nipigeni simu, nitakuja kwa ajili ya kufanyaje? Kuwafundishia watu wenu. Sawa jamani? Lakini mwisho niseme kwamba mimi nawapenda sana na natamani kila mmoja afanikiwe. Na kama mtageuza macho yenu yawe Kariakoo mtaa wa Mkunguni, na mimi nitageuza macho yangu hapa Kariakoo mtaa wa Mkunguni kwa kukusaidieni, kushikeni mkono, mfikie malengo yenu, mpate kufanikiwa kama na sisi tuliofanyaje? Tuliofanikiwa. Mimi niseme inatosha. Asanteni sana. Nikutakieni jioni njema. Namba ya mapokezi ambayo muandike hapa. Kwenye namba zenu ya mapokezi mtaandika hapa. Mtakufunga kama kawaida. Yaani inategemeana na kazi jinsi ilivyo. Sababu hatuwezi kufunga ofisi wakati watu bado wanataka kuja kutibiwa. Hata kama saa 2 usiku. Hapo si kazi tu. Umesikia sasa? Kwa sababu yuko juu ofisi ndio. Na hakuna mwingine. Kwa hiyo watu si atuakali, kwa sababu wengine wengi wakitoka makazini ndio wanataka kuja kupata matibabu. Sawa? Kwa hiyo daktari wewe tayari kupokea hilo. Kama muda wa overtime, muda wa kazi umeisha, overtime tutaangalia tukushike mkono gani, kama wa kushoto au kulia, mradi kazi ifanyike.